lengo letu la kukusanyika hapa kama viongozi wa dini wa mkoa wa Tabora, lakini lengo letu la kukusanyika hapa kama wananchi wa mkoa wa Tabora, tunatambua nchi yetu inakwenda katika uchaguzi. Sasa kukumbushana ni wajibu, lakini si kukumbushana tu na kutoa maelekezo ambayo yanaweza kusaidia wananchi wetu wasisahau. Uzalendo ndio ambao mheshimiwa leo umetuweka hapa. Uzalendo wa kuipenda nchi yetu ndio maana leo tuko hapa, tunazungumza lugha moja, maneno ya namna moja, tunashauriana na mwisho wa siku tutafanikiwa. Uislamu, nisemee Uislamu unatambua kwamba uzalendo wa mwanadamu kuipenda nchi ni wajibu wake, pale ambao kiongozi wetu mkubwa Mtume Muhammad aliposema kwamba hakika alama ya imani ya Muislamu, ama alama ya imani ya muumini, ama alama ya imani ya mwanadamu ni kuipenda nchi yake. Kupenda nchi ndiyo alama ya kwanza ya imani ya mtu. Sasa tunakumbushana kwamba tarehe zimekwisha, tusisahaulishwe na mambo ya mitandao haya, tusisahaulishwe. Tujue tuna wajibu mmoja, kwenda kuitetea nchi, kuilinda nchi na kuisemea nchi amani yetu iweze kudumu. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anaitwa ni baba wa imani. Yeye alikuwa ni nabii wa kwanza kutengeneza dua ya kuombea mji, ambao na sisi leo tuko hapa, watoto wake, wajukuu wake, tunaelezea umuhimu wa kuipenda nchi yetu ya Tanzania. Na tunazo sababu za kuipenda nchi yetu na kuhakikisha kwamba tunaelekeza waumini wetu mawazo na fikra yawe katika kuitetea nchi. Serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunajua ina watu wanaitwa maafisa usalama, tunawajua. Tuna watu wanaitwa JWTZ, Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kuna watu wanaitwa Jeshi la Polisi. Kuna watu wanaitwa Jeshi la Magereza. Hivi ni vyombo ambavyo serikali imeviweka maalum kwa ajili ya kulinda Watanzania, kulinda nchi na kulinda mali zetu. Niwaombe viongozi wenzangu wa dini wote ambao tuko hapa na Watanzania na Wanatabora, tusilishughulishe jeshi la polisi hiyo tarehe 29, badala lilinde mali zetu, lianze kushughulika na sisi. Sisi bwana viongozi wenu wa dini hatuhusiki na kuja kumtoa mtu dhamana akishughulikiwa siku hiyo. Hatuhusiki kabisa. Hawa wanachokifanya, hawatokubali kuona nchi inachezewa, ama hawatokubali kuona viashiria vya uvunjifu wa amani hapa. Mtu akikamatwa hakuna cheche kwa mkoa, hakuna cha mkoa mkoa. Na una bahati nzuri bwana, wakikukushika wakakusalimisha una bahati nzuri. Lakini unaweza kutoka kilema, mguu hauna, jicho hauna, mkono hauna. Kwa sababu gani? Utakuwa ni miongoni mwa watu wanaochangia kuvunja amani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa tunakwenda katika kupiga kura. Wewe kama mwananchi wa Tabora, Muislamu, Kristo, Pentekosti, kadha, amka siku ya tarehe 28, hemea kabisa. Nunua mchele wako, weka ndani. Siku ya tarehe 29 iwe kazi moja tu ya kupiga kura. Piga kura, urudi nyumbani. Usije ukasababisha na mahemezi yakawa magumu siku ya kupiga kura. Piga kura. Baada ya kupiga kura yako bwana, taratibu ondoka, kakae nyumbani na mke wako na watoto wako, mzungumze, msikilize matokeo. Na matokeo yakitoka, huyo aliochaguliwa ndio Mungu amemtaka. Hakuna habari ya maandamano wala habari ya nini. Kama Sheikh wa mkoa, kura yangu mheshimiwa mkuu wa mkoa itakuwa ya kwanza. Sasa sisi hatuongee na watu wa tume ya uchaguzi, lakini nimewaambia watu wangu watamkariri
kwamba ile saa 2 kasorobo vituo vikifunguliwa, mimi Sheikh wa mkoa ni wa kwanza, ili Waislamu wote wa Tabora waje nyuma yangu, na nina imani kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na baraka za viongozi wetu tutafanikiwa. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili ndio lilikuwa dhumuni la leo kukutana hapa, kuhamasishana tu na kukumbushana wajibu wetu sisi kama wanadamu kwenda kutekeleza haki ya msingi ya kupiga kura, lakini haki ya msingi ya kuiombea amani nchi yetu. Amesema baba askofu, kuna sehemu zingine mkoa hapa saizi hapakaliki. Hapa hapakaliki. Sisi tutakuwa watu wa ajabu na serikali tutaisangaa, serikali ya mlenda, serikali ya kabila gani ambayo amani inavunjwa. Wao bwana acheni tu, haiwezekani. Mtu akifanya kosa ambalo litahatarisha amani kuvunjika, lazima serikali ichukue mkondo wake kuhakikisha inazuia, na mwisho wa siku tutafanikiwa. Na mimi mkuu wa mkoa naunga mkono juhudi za majeshi ambazo tunaziona hapa. Maana mtu akitoa kichwa unasikia asubuhi kichwa kimekatwa haonekani. Sio ameuawa, ametulizwa mahala muhimu. Siku zikiisha kule sasa atatolewa kule. Hili Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunaunga mkono na tunasema muongeze juhudi. Yale magari nimeona pale juzi nilipita kwa Mheshimiwa mkuu RPC pale. Nikasema magari yana sura kama nyani, haya yana kazi gani? Kumbe na kazi maalumu hata 29. Nataka niwaambie wanafunzi wa shule na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, swala la amani ni swala kubwa, ni swala muhimu sana. Acha nchi, hata kwenye familia yako pakiwa hakuna amani, maisha hakuna. Tuhakikishe tunafuata maelekezo ya serikali, kadhalika tunafuata maelekezo ya viongozi wetu wa dini.